Bwana Yesu apewe sifa, mtazamaji, na kukaribisha tena ndani ya chumba cha siri. Kuna jambo jipya na mimi Mungu anataka kusema na wewe. Tumkaribisha Roho Mtakatifu mama, karibisha Roho wa Mungu. Kwa kifupi tuingie kwenye kipindi. Tujue Mungu anataka kutufundisha nini leo. Tuombe. Amen. Mungu mtakatifu na Baba yetu wa mbinguni, Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, tunakushukuru, tunakutukuza, tunalibariki jina lako. Asante kwa wema, asante kwa uaminifu, asante kwa baraka, asante kwa rehema. Wewe ni mwema kwetu kila wakati. Asante kwa muda mzuri ambao tuko chumba cha siri. Sasa tunaenda kuanza kipindi. Tunaomba Roho Mtakatifu, Roho hekima, Roho maarifa, Roho kila kitu ambaye wewe utuongoza katika hatua zetu zote, uwe pamoja nasi. Toka tunaenda kuanza kipindi mpaka tutakapomaliza. Tuhekimishe, tusaidie, tusahihishe pale ambapo kibinadamu tunaweza tukatembea wenyewe. Tunakuhitaji sana, utushepu kwa namna moja au nyingine. Asante kwa sababu neema yako itaendelea kutufunika. Asante kwa sababu uso wa Mungu utaendelea kuwa pamoja nasi. Yote katika yote tunaomba neema yako juu ya watazamaji wa kipindi hiki. Bwana, waendelee kupokea kitu. Tunaamini kabisa neno lako halijawahi kudondoka bure. Lidondoke, lituponye, lituvushe, litutoe hatua moja kwenda nyingine. Katika Hosea umetuambia watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Baba, tunakataa kabisa roho ya kuangamizwa. Maarifa umetupa, tunatamani kuyaona, tunatamani kuyaishi, tunatamani kusikia kutoka kwako. Tusaidie Baba, hata katika ile hali ya kibinadamu tutoke huko, bali tutembee kiroho. Tuendelee kukujua wewe na kutembea kwenye kusudi lako na kwenye mapenzi yako. Tunachojua katika wewe tunashinda na zaidi ya kushinda. Tunachojua katika wewe tunavuka, tunachojua katika wewe tunaimarika. Asante kwa sababu Baba uko pamoja nasi. Anza nasi, maliza nasi kwa utukufu wa jina lako nimeomba na kuamini. Amen. 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 Barikiwa sana. Amina mtumishi. Karibu tena ndani ya chumba cha siri. Asante. Leo tuna somo zuri tamu. Amina. Yaani hili ni mafanikio. Safi kabisa. Ili utake kufanikiwa lazima upite huko. Bwana asifiwe. Somo letu lina kichwa kitamu, linasema kuwa juu. Kuwa juu. Hakuna kushuka hapo. Kabisa. Ashuki mtu tena. Kuwa juu. Kwa hiyo ili uwe juu kuna kanuni. Za kufanya wewe ukae juu. Na sio ubaki tu hapa, ni uendelee. Kwa hiyo kanuni hizi ndo somo letu la leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu nikumbushe andiko la ufunguzi mtumishi. Andiko la ufunguzi kwa Yakobo sura ya kwanza ule mstari wa 22 hadi 24. Barikiwe. Anasema iweni watendaji wa neno na wala si wasikiaji. Sasa hili somo hili ukitaka yani kuwa juu na kuendelea kuwa juu, tusikie neno, tutende neno. Tutende neno. Tusisikie. Tusisikie tu. Kusikia tumesikia Irini. Tumesikia sana. Tutende. Safi kabisa. Tutende. Amina. Ama tuishi ndani ya neno. Tuishi ndani ya neno. Amina. Karibu. Asante. Mawazo ya Mungu kwenye maisha yetu ni mema sana. Mawazo ya Mungu kwenye maisha yetu ni mema sana. Mungu anatuwazia mema kila wakati. Kila wakati. Tutajuaje kama Mungu anatuwazia mema? Yaani neno lake liko wazi. Hebu nisomee kwanza Yeremia 29:11. Yeremia 29:11 kabla sijakupa andiko letu la somo la leo. Kwa sababu umeniuliza swali basi tunajibu kwa neno. Amina. Basi tumtafute Yeremia 29:11. Yeremia 29 mstari ule wa 11. Neno la Mungu linazungumza hivi. 11 yenyewe kwa wapi jamani? Mbona inanipotea ghafla? Imekimbia. Okay. Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya. Kuwapa ninyi tumaini siku zenu na mwisho. Upo hapo? Nipo kwa kweli. Niongeze nini sasa? Mawazo anayotuwazia ni ya wewe. Kama useme neno kama ujui mawazo Mungu anatuwazia. Ujui. Kwa hiyo lazima hapa pawe maisha yetu. Bwana asifiwe. Amina. Irene, andiko la somo la leo tunalipata toka kitabu cha Kumbukumbu 28. Kumbukumbu 28. Mstari wa kwanza tutatembea hadi wa 13. Mstari Kumbukumbu 28 mstari wa kwanza hadi wa 13. Hadi wa 13. Nisome. Soma. Neno Mungu linasema hivi. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote nikuagizayo leo,
ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako, wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake, kama alivyokuapia, utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake. Na mataifa yote ya duniani watakuona umeitwa kwa jina la Bwana, nao watakuwa na hofu kwako. Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri katika uzao wa tumbo lako na uzao wa wanyama wako wa mifugo na uzao wa nchi yako katika nchi Bwana aliyowapia baba zako kwamba atakupa. Nimepitiliza? Nenda. Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kwa kubariki kazi yote ya mkono wako. Nawe utakopesha mataifa mengi, wala hautakopa wewe. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu, wala hui chini. Utakapoyasikia maagizo ya Bwana Mungu wako nikuagiziayo hivi leo, kuyaangalia na kuyafanya. Amen. Amen. Hongera. Bwana asifiwe. Amen. Asante sana Irene kwa kusomea neno vizuri. Amen. Irene, umelisoma na umelielewa. Nimelielewa Vizuri sana. Na nikaa kweli kweli. Kanuni ya Mungu haijipingi Kabisa. Bado naendelea kutuambia hapa, kukisoma mstari wa kwanza kabisa, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako. Na katika ulimwengu tulionao sauti ziko nyingi sana. Ziko sauti nyingi, lakini ni sauti moja tu ya mafanikio, ni sauti ya Bwana Mungu. Amen. Ndo sauti ya Irene ya mafanikio kutoka ulipo kwenda hatua nyingine. Lakini leo hii sauti imekuwa na upinzani sana kuisikia. Ndo maana leo tuko jinsi tulivyo, kwa sababu hatujaisikia hii sauti ya Bwana Mungu. Alafu kingine ambacho Irene naweza kukiongezea hapa, Mungu Bwana alituweza. Angeweza kusema itakuwa mtakaposikia. Asema itakuwa utakaposikia. Ni wewe Irene. Utakapo wewe sikia. Kwa nini hapa hakutuunga? Na maana mimi ningeponea kwa Irene. Kwa sababu wewe una maisha yako. Yaani kwanza wakati nakuumba alikuumba wewe peke yako katoka duniani. Asante, nimekuelewa. Kwa sababu hata kama kiumba wawili kwenye tumbo moja ama watatu kwenye tumbo moja, bado kila mmoja atatoka wakati wake. Sio nyote kwa dakika moja. Wote kwa dakika moja. Yaani unatoka kama dakika moja umbi anatoka. Anakuja mwingine. Anatoka. Kwa hiyo ina maana kila mtu unajua. Kuna mtu mmoja ni ndugu yangu. Alitoa kwanza leo, wa pili akaja kutoka kesho yake. La. Pole yake. Uchungu wake ni hicho ulichoongea, umenikumbusha huyo mtu miaka kama 20 iliyopita. Sasa hapo wanaitwa mapacha? Ni mapacha ndio. Lakini mapacha ambao wameachiana siku moja. Na madaktari hawakujua kama kulikuwa na mtoto mwingine. Wao wakatulia, mama akasema hapana, mbona kama nasikia kuna kitu akijaka. Yaani akasema hapana, siko sawa. Akasema mbona tumbo kama analisikia linafanyaje, lina mwisho sasa kalala kesho yake akasema hapana, haiwezekani, mama basi tumpeleke
kwenda kuangalia anasema mtoto akapokea mtoto mwingine. si mchezo. Haya, huu ni ushuhuda mzuri. Kwa hiyo tulikuwa tunatoa mfano, lakini kumbe kuna mfano ulio hai. Kwa hiyo kila mtu atakuja kwa wakati wake. Kwa hiyo hata kusikia lazima usikie kwa namna yako. I see. Kwa hiyo sasa hapa katika hata kutengeneza maisha yako hapa duniani ni wewe na Mungu wako roho hai. Usisubiri ukasema tutatengeneza. Ni kitu ambacho unaweza kukuta umechelewa au unaweza kujikuta kwamba umemkosea Mungu wako kwa sababu unasubiri. Hamna kusubiri, fanya uamuzi sasa. Ndio maana nawaambia watu, ngoja kwanza bwana nile starehe kwanza nitaokokaga tu. Wewe una ahadi gani na Mungu wako? Kwa sababu Mungu yani alichotuweza sasa ametuwekea kama pazia mbele, yani dakika chache zijazo hujui ni kitu gani kinaendelea katika maisha yako. Kumbe ni lazima tuwasiliane na Mungu ama umsikie huyo Mungu anasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana. Mimi sasa, yani ikitokea hujasikia sauti ya Bwana Mungu wako. Mimi nilikuwa sehemu nafundisha. Nikawauliza watu, hivi sauti ya Bwana Mungu unaisikia kutoka wapi? Walijibu, lakini nilipata shida na majibu yao. Kila mtu amejibu anavyoweza. Kila mtu amejibu anavyoweza. Ngine nasema naisikia sauti kutoka kwa mchungaji. Yani kama ulikuwepo, yani ni mwingine kwa mwalimu wangu ananifundisha. Nilipata shida nikasema Mungu wangu wa Kristo, kumbe bado tunahitaji sana sauti ya Mungu wala uisi. Yani hata kama mimi na wewe hapo tayari unasemeshwa na Roho Mungu, mimi sikusikia kama nasemeshwa. Yani ilinisumbua nikasema Irene, tuendelee kuomba sana. Na katika kuomba kwetu tuombee watu uelewa wa vitu vya kiroho. Unajua watu ni mafundi sana wa vitu vya kidunia kuvielewa. Kwa sababu alafu bado havina. Mimi Irene, vitu vya kidunia ukivielewa sana, kuna mahali vinakupeleka. Havikupeleki mahali. Kwa sababu kila kitu kinaanza katika hali ya kiroho. Si umeelewa? Ni kama vile mbegu, uweze kuvuna mahindi, unasema unategemea kuvuna kama hujapanda mbegu hapo chini. Sio rahisi. Yaani unavuna nini? Kwa sasa mbegu nenyewe unapoipanda sasa hiyo unaiona simbe iko ndani ya ardhi. Alafu inavoota wewe una mpango gani na Mungu atakwambia yani si umeelewa? Nakuelewa. Yaani ndivyo ilivyo. Yaani lazima upande cha kimungu ndani ndipo uweze kuvuna. Sasa huwezi kuvuna uko hujapanda. Yaani ndio maana hatufikigi mbali kama unashughulika mwilini tu, rohoni haupo. Sasa Irene, tunafanyaje ili watu tufike hapo kuelewa hizi kanuni za kimungu kama somo linavyotuambia tunafanyaje Irene? Narudi tena kwa huyu mwandishi hapa, yani kwenye maandiko haya hapa anasema itakuwa utakaposikia. Tunaipeleka kwa yani hiyo mtu mmoja mmoja. Iko kwa mtu mmoja mmoja, ni bidii yako. Yani kama vile unaona kabisa mimi hapa nina pesa, si ndio? Alafu nahitaji kula. Naziona mboga zile pale nataka kununua unga ule pale, yani kila kitu kiko pale. Hivi nisipochukua tu kwenda kuvichukua vitakuja? Haviji, si ndio? Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo na bidii ya hivyo rohoni lazima iwepo. Kanisa lile pale, neno la Mungu linahubiriwa. Si ndio? Biblia inauzwa pale. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe tu kuchukua hatua sasa kwenda kuchukua Biblia, kwenda kanisani, kusikia neno la Mungu, kwa tayari kufundishwa. Yaani ukiwa tayari una kiu ndani yako kumtafuta Mungu wa bidii namna hiyo, Mungu anasema na wewe. Anakupa maongozo. Unamwambia Mungu, nataka nifanye, mimi nina pesa hii hapa, lakini nataka nifanye biashara, lakini sijui biashara gani. Mungu akikuangalia hivi, anaiona biashara yako. Anajua kabisa wewe hapo biashara gani mbona unaiweza. Sio, umeelewa? Anakuambia fanya biashara fulani. Mimi ni kitu ambacho tunakitolea mfano ambaye pia kinakuja katika hali hizo. Mimi naomba yani piga magoti. Chukua hata mwezi mzima, una haraka gani? Omba. Mwambie Mungu. Ukiona nyamaza kimya, omba rehema, mwambie Mungu, naomba nisamehe. Yamkini naomba vibaya. Yamkini umenisemeshwa kwa vitendo sijakuelewa, sijasikia. Yani hivyo Mungu atakuelewesha tu. Sababu kuna kijana mmoja alikuja anambia, nataka kufanya biashara. Nikamwambia nataka kufanya biashara gani? Hajui. Hivyo wote hatujui hapa. Kwa hivyo kinachotakiwa hapa kumuuliza Roho Mtakatifu. Yani ni kitu gani? Kama tuingie kwenye maombi nikafundisha na kumpa muda wa majira kuomba. Sasa mtu saidieni juu ya hili. Basi akaota ndoto mara tatu. Anauza nguo na zinaisha vizuri tu. Anauza nguo. Yani akasema naonyesha nauza nguo. Nikamwambia ndio hicho ambacho ndio kufanya. Mungu akakujibu. Akaanza kuuza nguo. Alisikia yani anasema hivi, yani biashara. Anamshangaa Mungu. Nikamwambia, asema sana anzia wapi? Yani sina pa kuanzia. Nikamwambia Mungu wetu ndo anajua. Akaanza kuzunguka kwenye soko sasa, anasema akakutana na mtu ambaye ni mzima hivi. Akamwambia baba, nataka mimi kufanya biashara namna hii, lakini sijui pa kuanzia. Akamwambia una nani? Unamtaji?
Ndio. Akaniambia ndio. Kiasi gani? Shilingi fulani. Nina kiwango hiki hapa. Akaniambia huu mzigo kama ninavyoona hapa, yani nilianzia kwenye 1 2 3. Akaja kuniambia, nikamwambia Mungu amekutanisha na yani Mungu right person, yeah. Akaambia kwenye hii hela sawa, lakini nikwambia jitahidi ongeza 3 hapa. Okay. Alafu ukiongeza 3 unaenda kuchukua mzigo yani utakavyo. Lakini hii utakuwa unatumia gharama alafu mzigo mdogo. Okay. Akaambatana naye maombi alivyo mazuri yamemkutanisha na mtu sahihi. Maana mwingine akamwambia inatosha. Alafu unaenda kuleta yanunuliwe. Okay. Akaambia siku fulani huwa tunaenda kuchukua mzigo. Tutakuta mizigo mishusho. Kwa hiyo kodi ngoza mitumba hizi. Kwa hiyo tutaambatana na wewe. Kwenda kuchukua nini? Mzigo. Mimi nitaenda kuchukua kwa naenda kuchukua kwa. Akasema mama nimefika, nilikuwa najiona na hela. Nilikuwa najiona na hela. Lakini fika hapa nikajiona kumbe sina hela. Akasema watu wanashusha mizigo. Shusha hilo. Akasema sasa watu wa jinsi walivyo na dharau, akasema ikaniuliza moyo, nikamwambia shetani ndivyo alivyo. Anatafuta watu yani kukufunga. Kuonyesha kwamba mbona uwezi. Mbona uwezi. Haya majiant yalio hapa. Akasema watu wanashusha mizigo na mizigo. Alafu sasa nani vyake vimeshuka 3 tu vibero vyake. 3 wanasema 20 10 ngapi. Nimeweka hapa, anasema akajitokeza kijana mmoja akasema uchafu wa nani hapa? Akasema nijisikia vibaya. Akasikia tabu moyoni. Akasema jisikia vibaya. Akanipigia simu nikamwambia wewe, alikwambia jisikia vibaya nani? Nikamwambia wewe hapo ulikuwa unaona wewe baba akamwambia ongeza hizi kwa sababu anaelewa bei za nini? Yes. Ongeza hizi ili uweze kupata nini? Kitu kizuri. Kitu kwa sababu alikuwa anategemea moja, mzee anaambia uwe na 3. Okay. Sasa kaka moja sasa kama hizi 3 zimeitwa uchafu, hiyo moja ingeitwaje? Ingeitwa si maji, si matope. Kwa hiyo sasa yani katika safari hii kuna sauti ya Mungu, kuna sauti ya mwanadamu, kuna sauti ya shetani. Sauti hizi 3. Lakini na ya shetani ni mbaya na ya mwanadamu ni mbaya. Lakini sauti ya Mungu ndio the best. Akaanza hii biashara na kama yuko vizuri. Nikambeba wewe kwa sababu Mungu amekuongoza katika njia sahihi. Huyu baba endelea kumtumia hivyo hivyo. Usimwache. Kwa hiyo akaenda mara ya kwanza na wewe baba akaenda kwa mara ya pili akaenda naye. Mara ya tatu akaenda pamoja na akaenda peke yake. Kwa hiyo unaona tayari kashaelewa sasa. Umenichekesha sasa huu uchafu wa nani? Watu wana mwenye mzigo wake yuko hapo pembeni watu wana maneno magumu. Wana maneno magumu. Sasa nadharau sasa kwa sababu yeye ana mizigo mkubwa yani. Mungu atusaidie. Bwana asifiwe Irene. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo katika maongezi yetu tumejikuta tumesikia sauti ziko 3. Kuna sauti ya Mungu, kuna sauti ya shetani, kuna sauti ya watu. Na hizi sauti mbili, shetani na watu, ni mbaya sana. Zinaweza zikakuporomosha hata kabla hujataka kuporomoka, lakini sauti ya Mungu itakuinua tu. Bwana asifiwe. Mafanikio yote ya Irene. Hapo sasa narudi tena hapo. Kuisikia sauti ya Mungu unajikuta mtu kwa mfano mimi nina hela zangu. Si ndio? Nimefuata hela, Mungu amenibariki, nataka nifanye biashara. Mtu anaanza kumshirikisha mwanadamu baada ya kumshirikisha Mungu. Ndio shida yao. Yaani ndio hapo. Ndio shida. Kwa hiyo anza na Mungu, alafu Mungu atakuongoza huyo mwanadamu. Yaani Mungu atakusaidia mtu sahihi mwanadamu ambaye, sababu unaweza ukamwendea mwanadamu ambaye sio sahihi. Lakini ungeanza na Mungu angekuonyesha mwanadamu ambaye ni sahihi, ambaye Mungu kupitia yule mtu atakusaidia. Atakusaidia na utafika mbali sana kwa sababu umeenda kwa mtu ambaye Bwana Muunga na wewe. Bwana asifiwe. Amina. Mafanikio yote ya Irene ni kusikia sauti, na hiyo sauti ni ya Bwana peke yake. Bwana peke yake. Hebu nisomee Joshua 1:9. Joshua. Tutafute Joshua hiyo 1:9. Magasi ipate Joshua. Hiyo hapa. Joshua 1:9. Neno la Mungu linazungumza hivi. Je, anasema si mimi niliyekuamuru? Swali tunaulizwa hapo. Anasema uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Kwa hiyo lazima tuhakikishe tumemwangalia Mungu katika
Kwa sababu anasema si mimi niliyekuamuru. si mimi niliyekuamuru. Kwa sasa kama umeamuriwa na wanadamu itakula kwako. Lakini kama huyu Mungu aliyekuamuru, utagrow well. Haijalishi unapita kwenye changamoto gani ama kwenye pori gani, Mungu kwa sababu amekwambia upite hapo, wewe pita, anakupeleka mpaka pale ambapo amekusudia ufike. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Hebu soma tena Yoshua 3:7. Yoshua 3:7. Neno la Mungu linasema hivi. Bwana akamwambia Yoshua, hivi leo nitaanza kukutukuza mbele ya Israeli wote, wapate kujua ya kuwa mimi nitakuwa pamoja na wewe kama nilivyokuwa pamoja na Musa. Nisaidie kuirudia. Yoshua 3:7 sema Bwana akamwambia Yoshua, hivi leo nitaanza kukutukuza mbele ya Israeli wote, wapate kujua ya kuwa mimi nitakuwa pamoja nao na wewe kama nilivyokuwa pamoja na Musa. Umeona? Sasa kuliko wazi kabisa. Kwa hiyo yani ninachotaka kusema ndio, yani haitakiwi kuogopa. Tumeonywa mara nyingi, usiogope. Hivi Irene, nikuulize swali. Hata katika Isaya pia neno hili linatusaidia. Irene, nikuulize swali. Kwenye Biblia neno usiogope liko mara ngapi? Sijui liko mara ngapi, lakini liko kila mahali. Okay. Kwa sababu ukija kwenye maandiko sidhani kama Yoshua nzima sura ya kwanza mpaka sura ya mwisho. Hivi nakuta usiogope siku zimejirudia. Ukija katika Isaya naye vile vile, ukija katika Zaburi naye si. Yani imejirudia sana. Kwa hiyo lazima, yani unajua kama neno limekaa sana sehemu, lazima likupe ushindi kwanza kuanzia. Nimeambiwa nisiogope. Sasa kwa nini mimi naogopa? Kwa nini nimeingiza hofu? Kwa nitakuwa tusibebe hofu. Tusibebe hofu katika safari ya kusoma. Yani katika eneo la kwenda kufanya mtihani. Yani katika maeneo yote ya Irene, maeneo yote usiogope, kwa sababu huyu Mungu amesema nitakuwa pamoja nawe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unaweza kujikuta kama hivi sasa hivi ni msimu mpya ambayo tunatarajia kupata uongozi wapya. Kuna wale ambao unakuta labda wanajirudia, kuna wale ambao unakuta hajawahi kabisa kuingia katika eneo lile. Pia ninachotaka kumtia moyo, nakwambia asiogope kwa sababu yeye ni Mungu wake. Na kama Isaya anapotuambia, hebu nisome Isaya kidogo hapo, Isaya 41 ule mstari wa 10. Neno la Mungu linanitiaga moyo vizuri hapo. Napendaga ya maandiko sana. Neno Mungu linasema katika Isaya 41 ule mstari wa 10, Mungu anasema usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Kwa hiyo ni hakuna kuogopa, yani katika eneo lolote lile. Sasa leo hizi ndani yako nataka kumtumikia Mungu katika eneo la kuongoza taifa lako, si ndio? Ama wale yani nizungumzeje? Yani ndani yako nasikia kumtumikia Mungu, kuongoza wale wanadamu ambao Mungu amekupa kazi kuwaongoza, si ndio? Lakini ukijiangalia hivyo unaona labda mimi elimu yangu ndogo. Ukijiangalia sema hawa wanapokusanya watu wengi hivi kwa sababu wana pesa, mimi sina pesa. Mungu amekwambia usiogope. Nitakuwa pamoja nawe, nitakushika kwa mkono wenye nguvu. Kwamba Mungu aangalie kwamba wingi wa watu ulionao, Mungu aangalie elimu ulionayo, yani nataka wewe ufike pale. Yeye kama alivyomwambia Yeremia, alimwambia nitatia maneno Yeremia akasema nitaendaje, nitafanyaje, nitaongea. Wewe chukua hatua, afika pale. Mungu anajua kitu gani ambacho atakiruhusu ukiongea, ili watu wote wafanye nini, wakuelewe. Labda mtazamaji anaweza kusema kwamba huyu Yeremia yuko wapi? Yeremia sura ya kwanza ukisoma pale katika ule mstari wa ngapi? Ule mstari wa 5 mpaka 10. Yani kuna kitu kizuri pale ambacho Mungu anatuambia. Natamani tusome ya maandiko kwa ile mtazamaji ambaye ndo anataka na yeye kukua kiroho. Tumesema Yeremia ngapi? Yeremia sura ya kwanza. Tusoma mstari wa 5 hadi 10. Okay. Na Mungu anasema hivi: kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa.
Ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Mstari wa 7 anasema, lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe, nikuokoe, asema Bwana. Ndipo Bwana akaunyosha mkono wake akagusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Haleluya, Bwana asifiwe. Amen. Sasa hili neno tunalijua liko wapi? Kwa sababu kama una kitu kama hiki lazima ujishikilie nacho. Yani lazima confidence iwe umesema nisiwe mdogo. Yani hakuna, yani nakataa udogo wa kiroho. Unamwambia Mungu, wewe sio mwanadamu hata ukasema uongo. Ina maana neno lako ni kweli na amina. Unalimeza. Mungu ameniambia nisiogope. Sasa wewe usiogope kwa sababu ya hao. Unajua ina maana kuna watu ambao wanaweza kukuogopesha. Huyu ana nini huyu? Anaweza nini huyu? Beatrice anaweza kweli kuwa hivi na hivi. Kwa nini siwezi? Wewe ni chombo ambacho sasa ukishameza nguvu ya Mungu au neno la Mungu linakutia nguvu. Ndio maana mimi naambia tu mimi siogopi. Unasema mimi siogopi cha mchawi, siogopi cha nini, kwa sababu ninaye mamlaka ndani yangu. Ninaye Mungu aliye hai. Yesu ni kila kitu. Yesu ana nguvu na mamlaka. Mwanadamu ananitisha. Sasa huyu mwanadamu ana mamlaka hiyo. Siku moja ilitokea sijui dhoruba gani nyumbani kwangu. Kukaa kama vile kuna michanga inamwagika tu ndani, na watu wote mle ndani wakapata changamoto. Kwa baba changamoto, kwa watoto changamoto, na ndo wana tabia namna hiyo wale. Yani ukiona kama ndani labda unaomba au kuna nguvu ya Mungu, yani wanakuwa na tabia kukunyamazisha kwa staili namna hiyo. Kwa hiyo wanakunyamazisha kwa staili ya mchanga, au wanakunyamazisha kwa staili ya kishindo, au kwa namna yote wanatumia kitu ambacho kitakufanya wewe utoke kwenye uwepo kumsikia Mungu, uanze kuwasikiliza wao. Kuna kitu gani? Nikasema sasa mimi kwani watanitisha nini? Nikasema hawezi kunitisha. Nikasema Mungu yuko mahali hapa, kwa sababu alisema mkutanikapo 2 watatu nami nipo. Nikaambia hapa yupo. Kwa hiyo nikatoka mimi, nikaenda chumba cha baba, nikakuta naye yani kuna vitu sivielewi. Nikaambia wewe tulia. Nikaomba naye nikamaliza. Nikaenda chumba kingine. Yani vyumba vyote vitatu kama vile vimepata uvamizi. Nikasema yani hapa mimi siogopi chochote, ili tunatoboa na mambo yanafanyaje. Ikafika asubuhi tuko salama. Lakini niambie, si hapo labda ningempigia hata mchungaji. Si mchungaji, tuombe huko, hali ni mbaya. Unajua ile ni mchanga, ndio ni mchanga. Wewe mchanga, yani nyamazisha kinya, pigia kwa damu ya Yesu. Michanga sikusikia ilienda wapi, sijui nini zilienda wapi. Wale watu chumba cha kwanza wazima, cha pili wazima, na kwa baba mzima. Bwana akajitwalia utukufu. Amina. Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Irene, lazima ujifunze kutembea kwa unyenyekevu na mapenzi ya Mungu, njia za Bwana na maelekezo ya Mungu. Nisomee waraka wa kwanza wa Petro. Lazima tujifunze kutembea kwa unyenyekevu na mapenzi ya Mungu, na yani vitu vyote tuwe navyo. Unyenyekevu Mungu anautaka sana kwenye maisha yetu. Mtu anaweza kuambia kutembea unyenyekevu, anaweza kana natembea kwa kunyenyekea. Hapana, anaujua unyenyekevu. Petro wa kwanza. Petro wa kwanza 5:5-6. Amina. Tuna maelekezo ya Mungu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 5 mpaka 6. Neno la Mungu linazungumza hivi, nasema hivyo nyinyi vijana watiini wazee, naam nyinyi nyote jifungeni unyenyekevu, mpate kufanyaje? Kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili uwakweze kwa wakati wake. Bwana asifiwe. Amen. Tumemwelewa Mungu. Yani Mungu ana shida na mtu wa ovyo ovyo. Yani wanyenyekevu ndo amewapa nafasi. Sasa wewe uko nje ya unyenyekevu, anakupa nafasi saa ngapi? Yani uko nje ya kanuni zake. Tumekwambia ili tufanikiwe kuna kanuni. Unaendelea kuziona kanuni. Vijana tena mwenye nguvu. Yani vijana bado una nguvu, una nguvu kumtumikia Mungu, una nguvu, yani una nguvu bado. Kwa kumbe ni kujinyenyekeza mbele za Bwana.
Mungu pekee ndo kiongozi wa katika safari yetu, katika eneo la ofisi, wapi, uzao, kuoa, kuolewa, na hili neno katika eneo la kuwa kiongozi mahali, yani ni kila kitu. Ukilisikia, si unasikia kujaa, Mungu wapa wanyenyekevu neema. Sasa kwa nini usitafute kuwa roho ya unyenyekevu ikaumbika ndani yako? Kwa sababu utapata neema ya Mungu ya kutosha kabisa. Bwana asifiwe. Hebu soma Zaburi 29:3-4. Zaburi 29:3-4. Zaburi 29 mstari wa 3 mpaka wa 4. Mungu anasema sauti ya Bwana i juu ya maji. Naudia. Sauti ya Bwana i juu ya maji. Mungu wa utukufu alipiga radi. Bwana yu juu maji mengi. Sawa? Bwana yu juu ya maji mengi. Sauti ya Bwana ina nguvu. Sauti ya Bwana ina adhama. Sauti ya Bwana yavunja mierezi ya Lebanoni. Naam. Inavunja mielezi ya Lebanoni. Naam, Bwana aivunja mierezi ya Lebanoni. Bwana asifiwe. Amen. Sauti ya Bwana ina nini? Ina nguvu. Ina nguvu. Sauti ya Bwana ina nini? Ina adhama. Sauti ya Bwana ina nini? Ina mierezi. Na Bwana aivunja mierezi ya Lebanoni. Sauti ya Bwana ni kila kitu Irene, ambacho leo hatutaki kukisikia. Ndio maana tumezimia, tumelala, tumepigika, tumechoka, tumekata tamaa. Kwa nini? Hii sauti ya Bwana tuna mpango nayo. Unaamka kivyako. Mimi sijui maisha yakoje. Mimi sijui maisha yanakuaje. Ndio maana watu wanachukua nani sauti, wanachukua hatua kwenda kupigia magoti makaburini, wakiongea na mababu, wakiamini babu. Babu silikuwa ni mwanadamu na yeye ameumbwa na Mungu. Ajabu. Mungu akanishamchukua. Sasa wewe unaenda kumwomba babu gani? Anakupa nini wewe babu? Unaomba kwa sababu pale ni nini? Ni mifupa ndio. Ni mifupa. Unaomba nini sasa? Yani ndio na hizo habari kaambiwa na nani kwamba ukaombe makaburini ili mambo yakasema. Sema wanadamu tunaangamia kwa kosa nini? Maarifa. Unaenda kumwomba mfu. Sasa kwenye kaburi anakupa nini? Jamani. Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe sana. Amen. Nisome tena Danieli 5. Danieli 5. Nakwambia mtazamaji asiposhiba neno basi roho ya uvivu inamnyemelea. Tukumbuke kiburi kilimshusha Nebukadreza. Kiburi. Danieli 5. 17. Anzia. Neno Mungu anasema, ndipo Danieli akajibu akasema mbele ya mfalme, zawadi zako zishike wewe mwenyewe, na dhahabu zako mpe mtu mwingine, walakini nitamsomea mfalme maandiko haya na kumjulisha tafsiri yake. Umeishia ngapi? Umesema 17? Nenda mpaka 18. Nenda mpaka 18. Anasema kwa habari zako mfalme, Mungu aliye juu alimpa Nebukadreza baba yako ufalme na ukuu na fahari na utukufu. Mpaka wapi? Tayari umemaliza 18. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu akituinua kuna watu watatetemeka Irene. Lakini watabaki sasa. Yani mimi nasema sio kwamba Mungu hainui watu. Mungu anatuinua sana. Lakini ingekuwa ni kutetemeka kwa wivu, basi na yeye angerudi kwa Mungu huyo kumtafuta na kujua. Sio, umeelewa? Sasa wivu ambao anauinua si wivu wa kimungu, ni wivu wa kwake mwenyewe ambao unamfanya tena akahangaike. Sio, umeelewa? Na umempiga leo ile. Kwa sababu wivu huu unakuta mtu anasema na mimi yani sikubali. Afike hapa. Anawezaje kuwa na hiki? Hivi lile gari anaweza kuwa nalo yeye. Hajasoma, anaweza kuwa kusoma. Kumbe ni baraka za Mungu. Baraka za Mungu. Na katembea kwenye kanuni. Kanuni iko. Sasa kutafuta kwa Mungu, wanaenda kutafuta katika nyingine. Siku naweza kusababisha sasa hatari katika maisha yako. Bwana atusaidie. Irene, soma tena Mithali 29:25. Iwe neno la mwisho, alafu safari ijayo tutamalizia. Sasa hata muda wenyewe unatuacha. Mithali 29:25. Hiyo ni kusema kiburi cha mtu kitamshusha. Mithali 29. Kanuni ya kufanikiwa iko kwenye kusikia. Irene, kusikia
Mithali 25 29. Mithali 29 25. Haya. Na Mungu anasema hivi. Kuwaogopa wanadamu huleta mtego. Wecha we. Yaani kweli na Mungu. Yaani ingekuwa unalinywa kama uji wewe. Yaani unalinywa linabaki tu. Yaani kila unachokutana, nimesemaje hapo? Kila unachokutana, nimesemaje hapo? Kwa sababu wanadamu mitego ipo. Mitego mibaya na mitego ambayo wewe huwezi kuona mibaya. Yaani katika ngoro ni mitego mizuri sana. Umeelewa eh? Nakuelewa mtumishi. Anasema kuwaogopa wanadamu huleta mtego, bali amtumainie Bwana atakuwa salama. Amen. Kumbe lazima tumng'ang'anie Mungu ili tuwe salama. Mwanadamu atakuletea mitego kibao katika eneo la ndoa, katika eneo la maeneo yote, uzao wako, maeneo yote, katika eneo la heshima yako. Sasa mtego unaweza ukaitupa heshima yako mapema sana. Kwa sababu ya mtego wa mwanadamu. Mungu anataka tuwe na roho ya unyenyekevu kusudi tuinuliwe. Bwana asifiwe. Yesu akubariki sana na amina. Kuto kumpa ibilisi nafasi kwenye maisha yetu. Na tukitaka kwenda vizuri, tusimpe ibilisi nafasi kwenye maisha yetu. Na ukiwa vizuri na Mungu wako, huwezi kumpa ibilisi nafasi. Kwa sababu gani? Kile utakapokishirikishwa na wewe unakuja na mshirikisha Mungu wako. Utasikia ndio ama hapana. Si ndio? Yaani huyu ndio maana mimi nakwenda nimekuja mtumishi. Naweza yaani nina shida moja mbili kama jana simu ya jana usiku. Ina muda mbona namba ngeni, lakini kwa muda ambaye si muda wako. Sio muda wako. Lakini kumbe ana changamoto au jambo zito. Mtumishi nikaitika. Akaanza kujielezea. Nikamwambia unajielezea lakini sijui wewe ni nani, lakini sijui uko wapi na sijui namba yangu umeipataje. Mtumishi, mimi namba yangu na nani? Kwa sababu najua nimepewa nani amekupa namba yangu. Kwa sababu nimechukua chumba cha siri ama fulani amenipa. Sasa kutokana na ngambia basi nipigie baadaye, nikampa nipigie baadaye. Akasema lakini na shida. Yaani hiyo baadaye ameikata lakini anaona hapo. Yaani hapo yani na shida. Shida gani? Kamsikiliza anasema basi nataka niingie kula sasa nimeshacho njini na niomba. Ngoja tu niombe naye. Nimhudumie. Kwa hiyo unaona kabisa changamoto. Nikasema huyu kweli ningekaa nimempa msusa mbele misali moja mbele, sijui kama ingekuwaje hapa. Ilikuwa ni hatari mkubwa, mtihani mkubwa. Sababu hapa nimeomba kwenye simu tu lakini kwa shughuli heka. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu roho Mungu hana ubaya. Amina. Amina. Irene, tumeongea neno moja la kutompa ibilisi nafasi. Nisomee Waefeso 4:26. Tunamaliza hapa Irene. Bado maneno mawili matatu. Na hapa ninachomaliza nacho ni dalili za mtu aliyempa ibilisi nafasi. Yaani mtu akijua sikia hizi dalili, ajue kwamba yeye amempa ibilisi nafasi na Yesu hayupo hapo. Kwa hiyo atoke haraka sana. Hebu itafutie Waefeso 4:26. Amina. Sasa hizo dalili hizo kwa kweli ni mbili tu Irene. Ziko mbili. Kwa hiyo azicheleweshe. Mstari wa 6. 26. Waefeso 4:26. Na Mungu anasema hivi. Muwe na hasira ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Niendelee. Ni 26. Umemaliza? Kwa hiyo unapokuwa na hasira endelevu ina maana umempa ibilisi nafasi. Lakini Mungu amekwambia hasira ameiruhusu Mungu. Ina maana alijua ulimwengu tulionao una mambo mengi. Kwa hiyo naweza nikakasirishwa na jambo lolote. Kwa hiyo ametuambia tusimpe ibilisi nini? Nafasi. Sasa naomba nikwambie. Mtu anakuta anatembea na hasira na ukimwona hasira. Alafu hapo anaomba asubuhi, mchana na jioni. Huwezi kupokea. Na Mungu hawezi kusikia sababu Mungu maombi yenye kujaa hasira eka. Niliomba na binti moja. Akanielezea nikamwambia lakini unaonekana uko ndani ya hasira. Sasa Mungu atakuhudumia kusaidia. Hawezi. Sasa ndo hukumu ishachinja. Usifanya nini? Yaani vingine umeshatenda paka Mungu dhambi kutokana na jinsi ulivyo na hasira. Naomba sikiliza. Mimi nataka kushuhudia na hasira yako iishe kwanza hapo tuelewane. Alafu ndo tufanye hiyo ajenda. Nikamwambia nasema Abel nakupunguza sala toba kwanza tubu kwanza hapa. Kwa ajili ya hicho ulichobeba miaka 30 miaka 50. Itoe. Alo. Sikuwa ni kwa njia simu tu. Si yeye kuna hiyo binti. Naomba lakini anatapika. Haya. Nikamwambia umejaza mavitu miaka. Nikamwambia hii ni roho ya mauti imejiumba ndani yako. Hakuna kitu kinachofanikiwa wewe. Hakuna mambo utakayoomba. Mambo kulalamika, ya kulalamika tu ya unamlalamikia Mungu miaka yote.
Mimi naomba sana, unaomba sana, umejaa Jana hasira. usiku kana amenipigia kana anasema mama, unajua kwa nini nianze kuongea na wewe kuniombea kwenye simu nimebadilika. Haleluya. Nilikuwa ni mtu wa kulia, sema siri tena. Ndio sana mlilia nani? Haleluya. Umlilie mwanaume. Yani si umeelewa, yani nilimuongelesha akasema nimekuelewa. Nikamwambia simama, kama Mungu anakupa nguvu, amekupa mkono, amekupa akili, amekupa kila kitu. Sasa kwa nini leo unajiona wewe sio kitu? Kwa nini unajiona umejishusha thamani? Nimeshakataa maisha kama haya hata kidogo. Kwa hiyo wewe ni wa thamani, ndio maana Mungu amekuweka hapa duniani. Lazima usimame katika nafasi yako. Amina, ili ubarikiwe. Sasa nakwambia dalili 2 za mtu aliyempa ibilisi nafasi. Kwanza, hana nafasi ya kwenda kanisani kusali. Ukijiona una nafasi ya kwenda kanisani kusali, ujue ibilisi anakutumia na anakupenda. Huo muda kwenda kanisani unatumia kufanyaje? Ndio huko idle tu, yani kama mapicha ya ovyo unaangalia, kama ndio simu zimekuteka, na kwenye simu basi soma hata neno la Mungu. Unatafuta muziki wanaokata viuno, wanaofanyaje? Tiani mtupu upuuzi. Dalili ya pili, Irene, mbona unacheka? Yani mtu badala ya kusema saa hizi muda wa kanisani, yeye yuko kwenye haya, tuendelee. Dalili ya pili, usingizi wa kiroho unatupunguzia viwango vya maombi. Ukiona una usingizi wa kiroho, yani kuna usingizi fulani ambao usingizi wa kulemewa, wewe unaita usingizi wa kipepo. Unakupunguzia. Unajikuta kwanza, ngoja nikwambie, yani binti amelala basi saa 4. Si ndio? Hata kama ichila saa 5, alafu unakuta amelala mpaka saa 4. Mpaka saa 5. Amelala nini? Hatari kubwa. Hatari kubwa. Ndio huo usingizi huo. Ujue umempa ibilisi nafasi. Ina maana yeye ndani yake yani hajisikia hata kuamka, basi hata nioge mimi mwenyewe, basi nijitafutie ninywe hata chai. Yani achana labda na godeki kufua, labda wewe basi. Ni wewe mwenyewe ujihudumie. Hudumie mwili wako basi. Isaya anatuambia anarejesha mafuta ya furaha. Isaya anarejesha mafuta ya furaha. Kwa hiyo tufike mahali ya Irene, tuzifuate kanuni za Mungu. Hizi kanuni za Mungu zitatufanya tuwe juu. Hatushuki siku moja. Yesu atusaidie. Kwanza tusome neno, kwa sababu neno halijatuacha popote. Yani neno limejeleza kila mahali. Mungu atusaidie sana. Amen. Umemaliza? Nilitaka umwachie mtazamaji maandiko haya. Hatutayasoma lakini mwachie, ataweza kuyatafuta yeye. Utajie sasa. Mathayo 12:43 mpaka 45. Narudia tena, Mathayo 12:43 mpaka 45. Yoeli 2:25 na Efeso 6:12. Akipita kuna kitu atatoka nacho. Ndio ameanzia kuanzia tulianza mpaka afika hapo. Atatoka na kitu. Lazima awe juu. Anakuwa juu. Kanuni hizi akitembea nazo lazima awe juu. Amina. Na cha kwanza kusikia sauti ya Bwana Mungu. Amen. Barikiwa Irene. Amina. Basi tuingie kwenye maombi. Maombi haya ni kumwambia Mungu sasa tufungue masikio tusikie neno lake. Sababu Mungu ametuhimiza sana. Alisema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Bidii haipo. Bidii haipo. Kwa sababu Mungu anasema tusikie neno lake. Tumsikie yeye. Yani anasema utakaposikia, yani utakaposikia, yani sikia wewe. Sio wewe usubiri kwamba ngoja arudi tuje tusikie wote. Mimi huwa na neno moja, ngoja nikwambie. Mimi sisemagi Yesu alitufia. Mimi nasemaga Yesu alinifia. Unajua ukigeneralize unaweza kukuta kuna mwingine wala yani ndo kamtupa Yesu yuko na mambo yake anazidi kumuumiza. Na alafu niseme Yesu alitufia, alinifia mimi. Amina. Mtazamaji, nakushukuru mno sana. Karibu tuingie kwenye maombi. Tuombe kwa ajili ya Mungu atupe masikio kusikia neno la Mungu, ama kusikia sauti ya Mungu. Masikio tunaweza tukasikia alafu pia tusielewe, kwamba lazima tuombe pia na ufahamu. Lakini pia tunaweza tukaona na tusielewe. Kumbe lazima tuombee pia macho, tuombee ufahamu. Kwa Mungu atusaidie ili tusiwe watu wa chini, tuwe watu wa juu kiroho. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tulio hai, tuko mbele zako, tunakushukuru sana leo Mungu kwa ajili ya somo hili. Leo ni somo ambalo Mungu hakika umetupekua mno sana.
kuna mahali tumepungua kusikia wewe ama kusikia sauti yako Yesu Kristo. Kumekuwa kuna changamoto, kumekuwa kuna watu wengi ambao hawajui kama unawasemesha. Tufanye nini sasa? Tumekuja mbele zako kwa toba, uturehemu Bwana. Ninaomba toba na rehema kwa ajili ya ufahamu wa mtazamaji, ufahamu wa kila mmoja. Ninaomba rehema Bwana kwa ajili ya masikio yake Mungu, asikie neno lako Bwana, lakini pia masikio akisikia nitakuwa kuelewa. Yesu Kristo, mueleweshe Mungu unamwambia nini. Ninatubu, naomba rehema kwa ajili ya masikio ya rohoni, kwa ajili ya ufahamu wa rohoni, kwa ajili ya macho ya rohoni Bwana. Ninatubu Mungu wa rehema kwa ajili ya macho. Naweza katazama, naweza kaona katika ulimwengu roho na asielewe. Ninaomba Mungu tupate kutuelewesha. Mueleweshe pia mtazamaji na yule ambaye hatazami chumba cha siri, mueleweshe Bwana. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Katika ulimwengu roho kuna sauti nyingi, sauti za kidunia, sauti ya shetani. Bwana Yesu Kristo, tunabomoa hizo roho za kipepo kwa jina la Yesu Kristo. Hizo sauti za kidunia ambazo zimezidi, zinamkumbatia huyu mtazamaji anashindwa kusikia neno lako. Ninabomoa hizo roho zote kwa jina la Yesu Kristo. Mungu umesema umetupa mamlaka kubomoa na kuharibu na kuangamiza. Ndipo tunabomoa hizo sauti za kipepo, tunabomoa sauti za mizimu, tunabomoa sauti za kibabu za mibibi, tunabomoa sauti za wafu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Tunabomoa sauti za kidunia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sikia shetani, huna kibali kufuatilia watu wa Mungu, huna kibali kuwanyang'anya masikio ya rohoni, huna kibali kuwanyang'anya ufahamu wa rohoni, huna kibali kuwanyang'anya masikio ya rohoni. Tunakataa hizo roho katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna yupo ambaye ameibiwa masikio yake ya rohoni, tunayarudisha kwa damu ya Yesu Kristo. Narudisha masikio ya rohoni, narudisha ufahamu wa rohoni, narudisha macho ya rohoni kwa jina la Yesu Kristo anayetu hai. Ninarudisha na kiu ya kusoma neno, narudisha na roho ya kuelewa wakati anasoma hilo neno. Ni katika jina la Yesu Kristo anayetu hai. Narudisha kila kilichoibwa, narudisha ule muda wa kuomba kwake, narudisha muda wake, narudisha ule muda kusoma neno katika jina la Yesu Kristo anayetu hai. Ninarudisha kila hicho kiibiwa, narudisha kwa jina la Yesu Kristo anayetu hai. Narudisha ile kiu ya maombi ambayo anapenda kuomba, anapenda kuomba kwa mzigo, lakini kuna mahali anapoomba anajiona yuko mtupu, anajiona yuko peke yake. Roho Mtakatifu anaonekana hayuko ndani yake, na arejesha ile nguvu ya kiroho ndani yake kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo anayetu hai. Ninarudisha nguvu ya kiroho, narudisha kwa jina la Yesu Kristo. Ninairudisha kwa jina la Yesu Kristo. Narudisha muda wa kuomba, narudisha muda wake wa kuomba katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninarejesha kwa damu ya Yesu Kristo anayetu hai. Yesu, tunakushukuru kwa sababu kwa mahali kwa Bwana. Rudisha nguvu yake ya kiroho, rudisha nguvu yake, rudisha muda kwenda kanisani, rudisha muda kwenda kwenye vipindi kanisani, rudisha muda wa kukutumikia wewe Bwana, rudisha majira yake yote kwa jina la Yesu Kristo anayetu hai. Yesu, tunakushukuru kwa sababu kwa mahali hapa ninaamini Mungu hakika upo na unatenda, na unasema Mungu wa mbinguni Yesu Kristo katika maandiko yako katika Yohana 14 ule mstari wa 13, tuombe lolote kwa jina lako na utalifanya, ni Baba tukuzwe ndani ya Mwana. Tunaamini haya maombi Mungu umesikia, unaenda kufanya sawa sawa tuombavyo katika jina la Yesu. Amen. Amen. Barikiwa Irene. Asante, asante sana. Amen. Mungu akubariki mno kwa maombi mazuri. Amen. Sasa mtazamaji, endelee kuomba maombi ya urejesho kile ambacho kimeibwa kwenye maisha yako. Kirudi. Hasa cha kiroho. Kwa sababu kiibiwa rohoni mwenzangu umemalizwa, unabaki kama kasha. Mungu akusaidie. Yaani kama vile kopo umetoa kila kitu, na maana liko hapo tuliko halina kitu chochote. Kwa hiyo chochote kile kinaweza kingine takataka hivyo. Mtazamaji, nikushukuru sana. Ninaamini wewe ambao unafuatilia hiki kipindi mwanzo mwisho, usiache kumwalika jirani yako ama rafiki yako, na wewe kuna mahali utamjuza atavuka. Kuna mahali Mungu anamtafuta hapa. Lakini usisahau kusubscribe, usisahau kulike, kushare, kucomment, usisahau kusupport huduma. Ni ombi langu, usisahau kusupport huduma ili tuzidi kusonga mbele. Yesu aendelee kutafuta wale ambao adui amewavuta ama dunia imewameza. Kama ambavyo maandiko yanasema, enendeni ulimwenguni kote mkawafanye watu kuwa. Ni muombe atupeleke. Amina, barikiwa sana. Na mwakani tunaenda Rwanda, si ndio? Tunaenda Rwanda, kwa hiyo mwisho tu